Mimi najiuliza leo, kama Mbarikiwa angekuwa Yesu, angeingia kwa Zakayo mtoza ushuru na kula chakula? Angeingia kwa Zakayo mtoza ushuru na kula chakula? Kwa sababu ukisikiliza hoja usielewi kwamba mama asichukue gari kwa sababu tu kuna watu fulani wametoa sadaka zao kwa ajili ya kuweza kuchangia gari, kwa sababu tu kuna wanasiasa fulani ambao wametoa sadaka zao kuweza kununua ile gari. Jamani, inafikia mahali hata hii Biblia ambayo tunaisoma pengine mbona tunakwenda nayo kinyume na vile ambavyo Yesu aliingia kwa Zakayo. Yesu akala msosi. Yesu hakumbagua Zakayo, ingawa alikuwa mtoza ushuru, ingawa alikuwa ni mtu ambaye ananyang'anya, lakini aliingia ndani akala chakula. Sasa leo niulize, angekuwa Mbarikiwa ndio Yesu, angeingia kwa Zakayo? Angeingia kwa Zakayo? Kuna vitu unaviangalia kiubinadamu, unaweza ukajiona ni mkamilifu sana, lakini mkamilifu ni Mungu. Mungu ndiye ana ukamilifu wote. Biblia ipo tujifunze, na mimi nazungumza hapa nikiwa na ujasiri wa kutosha. Gari mama yangu ni Bwana ameruhusu upewe. Bwana ameruhusu, ni baraka alizoziruhusu. Kama ambavyo Elia alitumiwa chakula, kunguru akapeleka chakula, Mungu ameinua Watanzania, ameinua kila mtu kwa namna yake, kaja kwako kwa njia hiyo ya sadaka ambayo ameitoa. Kuna watu wametoa shilingi 1000, kuna watu wametoa 500, kuna watu wametoa zaidi ya hiyo. Kwa nini? Hao wote wameamuliwa, ni majira ya kwako kufanyiwa kitu cha kimungu kupitia. Haleluya! Na maandiko ya fichiki yapo. Maandiko mengine yanasema nitakupa hazina za gizani zilizowekwa mahali pa gizani, mahali pa siri. Nani anaweka gizani? Nani anaweka siri? Anasema nitakupa. Maana yake kwa lugha nyingine, andiko hili limetimia kwako mama, umepewa. Na ndio maana sadaka hii ametoa Muislamu, ametoa mtu ambaye hasani, wametoa wanasiasa, wametoa kila aina ya watu kwa namna. Usipokee. Najiuliza, angekuwa ni Mungu, angeingia kwa Zakayo? Angekuwa ni Mungu, angeingia kwa Zakayo? Ninakusalimu kupitia jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Naitwa Mario Paul Soya, ni mchungaji, mtumishi wa Mungu. Kuna vitu ambavyo nataka nivijibu, lakini according to Biblia. Ninajiuliza kwamba hivi, kama Yesu aliweza kuingia kwa Zakayo na akala chakula pamoja na Zakayo, na wala Yesu akumuuliza ya kwamba we Zakayo, ni mtenda dhambi, siwezi kuingia nyumbani mwako na nikule chakula. Ninajiuliza leo, sisi watumishi wa Mungu ambao tunawabagua watu zaidi hata vile ambavyo Yesu aliweza kufanya. Mimi najiuliza leo, kama Mbarikiwa angekuwa Yesu, angeingia kwa Zakayo mtoza ushuru na kula chakula? Angeingia kwa Zakayo mtoza ushuru na kula chakula? Kwa sababu ukisikiliza hoja usielewi kwamba mama asichukue gari kwa sababu tu kuna watu fulani wametoa sadaka zao kwa ajili ya kuweza kuchangia gari, kwa sababu tu kuna wanasiasa fulani ambao wametoa sadaka zao kuweza kununua ile gari. Jamani, inafikia mahali hata hii Biblia ambayo tunaisoma pengine mbona tunakwenda nayo kinyume na vile ambavyo Yesu alifanya. Yesu aliingia kwa Zakayo. Yesu akala msosi. Yesu hakumbagua Zakayo, ingawa alikuwa mtoza ushuru, ingawa alikuwa ni mtu ambaye ananyang'anya, lakini aliingia ndani akala chakula. Sasa leo niulize, angekuwa Mbarikiwa ndio Yesu, angeingia kwa Zakayo? Angeingia kwa Zakayo? Kuna vitu unaviangalia kiubinadamu, unaweza ukajiona ni mkamilifu sana, lakini mkamilifu ni Mungu tu. Mungu ndiye ana ukamilifu wote. Biblia ipo tujifunze, na mimi nazungumza hapa nikiwa na ujasiri wa kutosha. Gari mama yangu ni Bwana ameruhusu upewe.
Bwana ameruhusu, ni baraka alizoziruhusu. Kama ambavyo Elia alitumiwa chakula, kunguru akapeleka chakula, Mungu ameinua Watanzania, ameinua kila mtu kwa namna yake, kaja kwako kwa njia hiyo ya sadaka ambayo ameitoa. Kuna watu wametoa shilingi 1000, kuna watu wametoa 500, kuna watu wametoa zaidi ya hiyo. Kwa nini? Hawa wote wameamuliwa, ni majira ya kwako kufanyiwa kitu cha kimungu kupitia wao. Haleluya. Na maandiko yafichiki, yapo maandiko mengine yanasema nitakupa hazina za gizani zilizowekwa mahali pa gizani, mahali pa siri. Nani anaweka gizani? Nani anaweka siri? Anasema nitakupa. Maana yake kwa lugha nyingine, andiko hili limetimia kwako mama, umepewa. Na ndio maana sadaka hii ametoa Muislamu, ametoa mtu ambaye hasani, wametoa wanasiasa, wametoa kila aina ya watu kwa namna. Usipokee. Najiuliza, angekuwa ni Mungu angeingia kwa Zakayo? Angekuwa ni Mungu angeingia kwa Zakayo? Angekuwa ni Mungu angeingia kwa Zakayo? Kuna vitu haviko sawa, na kama haviko sawa lazima tuviseme. Mama yangu, I say, gani ni haki yako? Gani ni haki yako? Gani ni haki yako? Aliingia kwenye meza, akala chakula. Yesu angegoma sili chakula, lakini alikula. Kama leo Yesu angefanya kama ambavyo watumishi wengine wanafanya, yule kahaba mwanamke aliyekwenda mahali ambapo Yesu alipokuwa, akapiga magoti, akaanza kulia na akaanza kubusu miguu ya Yesu na kuipaka manukato, kuipaka manukato, analia. Lakini Yesu alikuwa ametulia tu. Leo angekuwa Yesu ndiye mbarikiwa, ndiye mbarikiwa, angekubali yule mwanamke ambusu miguu yake? Angekubali? Angekubali kumbusu miguu yake? Asingekubali kumbusu miguu yake. Tafasiri hiyo. Lakini Yesu alitulia, akabusiwa na akapakwa manukato, akapakwa manukato, Yesu akiwa ametulia. Sasa hii nafasi ingekuwa kwa mbarikiwa, angekuwa ni Yesu. Sidhani kama yule mwanamke ingepata nafasi. Sidhani. Sidhani. Sidhani kama angepata nafasi, kwa sababu tu tunaangalia kwenye Biblia, tunaangalia kwenye Biblia kama Yesu alitulia. Mwanamke anayefahamika ni kahaba, ikiwa tu mbarikiwa, kuna mtumishi mmoja hapo kanisani kwake, sijui zimefumwa message, sijui vitu gani, kamfukuza tena kwa kumwanika kwenye mitandao ya kijamii kwa kosa alilofanya kanisani. Sijui amekosa au hajakosa, mimi sijui hilo. Na hii tuliona amemfukuza kwenye mitandao. Basi itoshe, ungemalizana naye tu kwa kanisani, lakini ukatangaza toka, hafai, unafukuza. Yesu akufukuza. Kahaba akamwacha, akabusu miguu yake. Akabusu miguu yake. Leo angebusu miguu yako, ingekuwaje? Ingekuwaje? Kama yule mtumishi umemfukuza tu, sijui kwa tetesi, sijui kwa ukweli,
lakini ikafanyika hivyo, ukamfukuza. Na Yesu anasema alikuja kwa ajili ya wenye dhambi, hakuja kwa ajili ya wenye haki. Hakuja kwa ajili ya wenye haki, alikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Mission ya Kristo ya wenye dhambi. Yesu alivumilia makahaba. Yesu alikubali abusiwe, yani kahaba akambusu Yesu miguu yake, akabusu. Leo ingekuwa kwa kanisa leo, mambo ingekuwa ni mengi sana. Inawezekana Yesu angeambiwa yule ni demu wake, kwamba Yesu pisi wa Yesu, yani ingesemekana ni pisi wa Yesu, lakini alibusiwa. Yesu akatulia, akapakwa manukato. Unapakwa manukato ya thamani, ya thamani. Hivi umekaa pale, anakuja mwanamke ni kahaba, anafahamika ni kahaba, then anaanza kukupaka miguu. Angalia kwa dunia leo tulio nayo, ambao tunaishi, tukio hili lingeelezaje kwamba Yesu afumaniwa akipakwa miguu mafuta na kahaba? Zingeandikwa title mbalimbali ya kwamba yule kahaba kumbe ndio pisi wa Yesu. Yesu akatulia. Sasa tunapoangalia haya mambo na kuyachunguza haya mambo, tusioshe tu vidole. Mama yangu, hizi ni baraka ambazo unajua hata Yesu aliambiwa kwamba yale mafuta usingepakwa, ungeyauza. Banaki asingeyatumia, tuyauze angalau tupate fedha. Yesu akutaka yauzu, Yesu akapakwa. Mama wanakuambia usichukue gari, ni wakati wako kuchukua ndinga, na ndinga kutamba nayo mjini, na ndinga kuwa nayo. Bwana amekupa kwa njia ambayo ameruhusu akupe. Kwa hiyo wewe unachotakiwa ni kuitumia, kwa sababu Bwana amekupa. Ni majira ya kwako kupokea ulichopewa na Bwana na kutumia ulichopewa na Bwana. So majira ya wewe kwanza kujiuliza, kwa sababu ni Bwana aliyekupa hilo jambo, ni Bwana ameliachilia. Kwa hiyo hao wanaokuja na hoja, sijui nini, sijui kile, Yesu kahaba mwenyewe alifanyaje? Kahaba mwenyewe, kahaba alimpaka mafuta. Sasa niseme hivi, gari mama, ni baraka ambazo Bwana ameziachilia kabisa, ni Bwana. Chukua gari, maisha yanaendelea. Chukua ndinga, maisha yaendelee. Ni baraka ambazo Bwana ameziachilia. Umeona sasa? Bwana ameziachilia. Na kama Bwana ameziachilia, hatuna budi ama hakuna budi ya wewe kuendelea. Lakini pia Yesu tunaona alikaa akala pamoja na watoza ushuru. Akala pamoja na watoza ushuru. Kama Yesu leo hii angekuwa mbarikiwa, asingekaa akala pamoja na watoza ushuru. Na mimi niseme hivi, hata kipindi hicho kikosi kazi kilikuwepo, walimpiga chabo tu Yesu anakula, walizungumza mbali, Yesu nao aliwapiga tu chabo, akala pamoja na watoza ushuru. Kwa hiyo ifikie mahali wana Mungu, tusihesabie sana watakatifu sana kumshinda Yesu. Yesu aliketi na wenye dhambi na alikula na wenye dhambi, lakini alikuwa amebeba dhima moja tu, ya kwamba hawa waijue kweli na kweli iwaweke huru. Sasa leo kuna maisha fulani, yani ya kuwaona wengine hawafai. Tujiulize, Rahabu alikuwa kahaba ambaye anafahamika kabisa shughuli yake, ana geto maalum la shughuli ile maalum. Lakini tuangalie huyu kahaba ambaye ni Rahabu,
Ukisoma Biblia leo kwenye ukoo wa Yesu, historia yake limo, jina lake limo mule. Aliolewa na mtu mmoja anaitwa Salmoni, akaingia kwenye ukoo wa Yesu. Aliyekuonekana hafai. Leo tunawanyoshea hawa watu. Tunamuona fulani hafai, wenzangu hafai. Na kuna watu wameenda mbali, hata eti mkuu wa mkoa kuchukua nafasi ya kuweza kusuluhisha, maana yake hakusaidi. Sijui ingekaa nani pale ingesaidi. Singekaa yani ni nani? Sikiliza, Biblia inasema heri mpatanishi. Heri mpatanishi. So Mungu anaweza akatumia mtu yote kufanya jambo lake ambalo Mungu anataka. Bwana anasema anaweza akatumia hata mawe kufanya ambacho amekusudia. Sasa jamani, kama Yesu haya yote aliyafanya, mama yangu Upendo Koni, niongee na wewe. Niongee na wewe. Mimi ni mchungaji na hapa ndipo madhabahuni. Kama Mungu aishivyo, mimi na kanisa ambalo naliongoza, kanisa letu ni changa sana idogo, lakini ikiwa mimi na watu ambao Bwana ametupa, sadaka yetu ya Jumapili moja haijaguswa kwenye chochote zaidi ya kutolea fungu la 10 na kusema sadaka hii inaenda kusapoti mtumishi wa Baba anaponunuliwa usafiri, kwa sababu hata Yesu kuna mahali alihitaji punda. Punda ilikuwa ni means ya usafiri ili aende akatimize kusudi la Bwana. Ni majira kwako, Bwana ametaka kupe punda, na huyo mwanapunda Mungu ameinua watu mbalimbali ili anunuliwe mwanapunda. Sasa ikiwa mimi mtumishi wa Mungu na watu nilionao ambao Bwana amenipa, Jumapili moja tumetoa sadaka yote ili kufikiri, lakini ikiwa hata mimi mwenyewe ya kwamba jambo hili ni la kimungu ambalo haijalishi litatafasiriwaje, litaonekanaje, lakini ni la kimungu, ni kusii. Kama watu wametoa 500 yake, katoa 1000 yake, katoa kwa namna yoyote ile, hawa wameguswa na Bwana ili wafanye kitu kwa ajili yao. Kwa ajili yao. Jamani, mbona kuna watu ambao wametumiwa na Mungu? Mbona Farao pia alikuwa ni mjumbe mbaya wa shetani? Mbona Yusufu alipoinuliwa akaweka kwenye kiti cha waziri hakukataa? Hakukataa. Mbona hiyo kitu? Hakukataa, akaketi mahali pale. Watu wangu wanangamia kwa kukosa maarifa. Mama, haya ni maarifa. Gari unalichukua, na mimi ni miongoni kati ya watu ambao nitakuwepo kuona namna ambavyo Bwana anafanya kitu kwa ajili ya jambo hili ambalo Mungu ameliruhusu. Hizi ni baraka za Bwana, na baraka za Bwana zinapoachiliwa siku zote shetani huwa anapata shida. Kwa hiyo yanayoendelea, kuzimu imepigwa, ndio maana kelele ni nyingi. Lakini ngombe hivi, Bwana ameachilia baraka hizi. Chukua, tumia, ni majira ya kwako. Ni sadaka ambayo Bwana ameiachilia. Ndio nashangaa, kwa nini tu upendo? Yaani kwa nini tu upendo? Rose Muhando amewahi kupewa gari na kuhani Musa. Lakini mbona hakuna watu waliowahi kusema Musa Rose usichukue gari. Bwana alikabidhiwa gari na maisha yanaendelea. Rose Muhando kuna kipindi alipitia kwenye mapito makubwa sana. Yalizungumzwa mengi, yakafanyika mengi. Na pengine watu walisema kabisa kwamba hivi hataweza rejea tena. Lakini huyu hapo mwanamama amerejea tena. Nyota yake inang'aa. Alichukua gari kwa kuhani Musa Ndinga. Wakati sasa ndio anafanyaje? Anakuja sasa kutoka alikokuwa. Yaani kama anarudi sasa kwenye nafasi yake. Anarudi mjini. Tumie Kiswahili cha leo.
akapewa ndinga, gari na kuhani Musa, mtu mmoja. Sisi leo jameni, kama dunia imesimama kwa ajili ya upendo mkono upendo mkono, lifanyike jambo la baraka kwenye maisha yake jameni. Mama, ushai kuona jameni sadaka? Yaani hili jambo limefanyika sio ndani ya Tanzania, limehusisha niseme dunia kwa kiduchu na kwa muda mchache limefanyika. Sikiliza, ukifanya jambo la kimungu usipoona wakati mwingine na upinzani na kelele nyingi sana, inawezekana shetani hajapigwa inavyotakiwa, lakini kwa jambo hili shetani amekipata, ameisoma namba, ameelewa. Mama, chukua ndinga. Mama, tunakuja kukabidhi ndinga, chukua gari, maisha endelee. Na baada ya hapo mama, tunataka ziara mikoa na mikoa, fanya utumishi wako. Yesu aliketi na wenye dhambi. Yesu akabusu, kahaba alimbusu miguu yake, kambusu miguu yake, anaibusu miguu yake. Yesu anapakwa mafuta na kahaba ametulia pale. Wangesema pisi ya Yesu, wangesema pisi ya Yesu. Kwa leo wangesema ile kahaba ni pisi wa Yesu. Yesu akatulia, Yesu akapakwa mafuta. Imagine leo mimi mchungaji niketi mahali, hata hapa niketi tu kwenye kiti, alafu waje mwanamke aanze kunipaka mafuta. Atokea hata mke wangu ama watokea washirika wakute napakwa mafuta, watasema mchungaji pisi yake hiyo. Nitoke nje nikae barabarani, mwanamke aje aanze kunipaka mafuta pale, sio ananaisha miguu, tafasiri itakuwa nyingi sana na inaonekana ni mwenye dhambi. Na Yesu alikutana na hivyo vitu, lakini Yesu akuruzi direction. Mama, hutaki kupoteza direction. Mama, focus kwenye kile ambacho Mungu amekiachilia. Ni baraka ambazo Bwana ameziachilia kwako. Songa mbele wala usirudi nyuma. Ni Bwana ameruhusu kwa majira yake, na ni majira ya Bwana kupokea baraka za Mungu. Mungu yu pamoja nawe, na ushindi huu ni ushindi mkubwa sana. Mungu akubariki mama. Ninaamini utakuwa umeelewa kila ambacho nasema. Kama mimi na mahali ambapo nachunga tumetoa sadaka, yani sadaka Jumapili imetoka yote kwa ajili ya kusapoti kila ambacho Mungu ameruhusu, Kwa hiyo mama, ni wakati wa Mungu. Songa mbele, ziba masikio, mtazame Bwana, tazama kazi ya msalaba, kisha vitu viendelee mbele. Shalom, shalom. Amen.